Kwa habari za entertainment, sports, politics, usisahau kusubscribe our channel Bina TV. We know what you need. Morogoro, na kilichotuleta ni kuja kwenye msiba wa ndugu yetu ambaye anaitwa Alois. Amefariki, na hapa niliyoko mbele yangu ni mdogo wake na marehemu. Tunataka tuzungumze naye tuweze kumfahamu marehemu kipi kilikuwa kinamsumbua na yeye alizipata taarifa za msiba akiwa wapi. Kaka sasa hivi salama. Mimi kwa jina naitwa Niklaus, ni mdogo wa marehemu. Kwa kweli kwanza kabisa kifo hiki kimetusikitisha kwa sababu kwanza kilikuwa ni cha ghafla. Unajua marehemu tuliishi naye vizuri, alikuwa ni mcheshi sana na alikuwa ni kiunganishi katika familia, hata katika ukoo pia, katika shughuli nyingi, ziwe ni za huzuni, ziwe ni za furaha. Alikuwa ni mtu ambaye kwa kweli akifika, kama mlikuwa mna huzuni mnafurahi, kama kuna furaha basi furaha inaongezeka. Lakini juzi mimi binafsi nilipokea taarifa nikiwa Dar es Salaam. Nilipigiwa simu kwamba ndugu yetu Alois Mtwale amefariki, na kama nilivyosema awali kifo chake ni cha ghafla. Alianguka na baada ya kwenda kumwangalia ikaonekana kwamba tayari ameshapoteza maisha. Kwa hiyo taratibu za kumpeleka hospitali zikawa zinafanyika na tukajulishwa. Kwa kweli kila mtu ambaye amepokea taarifa hii imeshtua, kwa sababu kwanza tulikuwa tujapokea habari ya kuugua kwake. Kwa hiyo ni mshtuko mkubwa kwa kweli, ni mshtuko mkubwa. Na hata maeneo haya ambayo ya Bigu ambayo alikuwa anaishi imekuwa ni huzuni sana sana kwa vijana, wa mama, wazee, imekuwa ni huzuni. Na isitoshe kwamba huyu alikuwa ni mwenyekiti mstaafu wa mtaa huu. Kwa hiyo wananchi wamepoteza mtu muhimu sana katika jamii. Na ukiangalia jana hapa kwa video vimetawala vijana, na alikuwa ni mtu maarufu sana. Kwa mfano mimi maeneo haya muda mrefu nilikuwa sijafika, nilishuka kuna kitu kuja nilishuka, kwa hiyo nilipoteza direction ya kufika hapa. Lakini nilipouliza tu, nilivyotaja jina akasema yule bwana ni rafiki yetu, alikuwa ni mcheshi sana. Kwa hiyo sikupata shida kufika mahali hapa kutokana na ucheshi wake, namna alivyokuwa anajamiana na jamii, namna jinsi alivyokuwa anafanya kazi na jamii. Alikuwa ni mtu muhimu sana katika jamii. Kwa hiyo sisi kama familia, kama ukoo, tumepoteza mtu mmoja muhimu sana 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 sana. Ni ngumu kuelezea kwa kweli, kwa sababu nashindwa hata namna ya kuzungumza. Kweli. Mara ya mwisho kuongea naye wewe ilikuwa ni lini? Mara mwisho kuongea naye naweza nikasema ilikuwa ni kama mwezi mmoja uliopita. Mara nyingi tulikuwa tunawasiliana kwenye simu na tulikuwa tunatumiana message, na alikuwa ni mzima kabisa. Nakumbuka mara ya mwisho alienda Ulanzi, japo mimi sikuwepo, nipata taarifa kuna sherehe kule alikuwa amehudhuria, na alikuwa katika utani tu na watu wengine kwamba tupige picha. Najua inaweza ikawa ni mara ya mwisho. Alikuwa ni mtu wa masiala, na naweza nikasema kwamba wakati mwingine mtu unaweza kuwa unatamka jambo fulani, kumbe ni kama unawaandaa watu pasipo kujijua. Kwa hiyo ndio imetokea hivyo. Hatupo naye na hatuwezi kumlaumu Mungu, kwa sababu sisi wote ni wapitaji katika ulimwengu huu. Kinachouma ni ile kutangulia. Najua mtu kama mlikuwa mmeishi naye vizuri, akitangulia ule uwepo wake mnapoumisi, yanakuwa ni majonzi makubwa sana, hasa akiwa na mchango mkubwa katika familia au katika jamii. Kwa hiyo marehemu ameacha familia, ameacha na watoto. Kwa kweli ni huzuni, kwa sababu unajua kama wangekuwa wamemuuguza kidogo wangesema kwamba labda apumzike, lakini hatukupata nafasi ya kumuuguza. Imekuwa ni ghafla tu. Hata mke wake naye wakati anapata umauti ya kuwepo nyumbani kwa katika shughuli zake za kujiingizia kipato, anapata taarifa tu kwamba mume wako hayupo duniani. Kwa kweli ni habari ambazo zimetutia huzuni sana, huzuni mkubwa sana katika ukoo wetu na katika familia pia. Ndio. Labda marehemu alikuwa na tatizo hilo la kuanguka au ilikuwa ndo mara ya kwanza alikuwa anaanguka? Kutokana na maelezo ya hospitali ni kwamba alipata shinikizo la damu. Na ndio kifo chake kimekuwa ni cha ghafla. Mimi sio daktari, lakini alipata shinikizo la damu, ndio kitu ambacho kilipelekea yeye aweze
kufariki, lakini pia nilisikia kwamba alikuwa na tatizo la upumuaji. Kwa hiyo inaonekana kwamba alivyoanguka, kwa sababu ilikuwa hakuna mtu wa kumsaidia pale, inawezekana labda pia ilipelekea kukosa pumzi na kuweza kupoteza uhai. Lakini yote kwa yote, kwa sababu kila mmoja ana sababu yake ya kuondoka hapa duniani. Unaweza kuondoka kwa ugonjwa huu au kwa ajali, kwa namna nyingine yoyote ile ambayo Mungu amepanga katika maisha yetu. Ndio. Tupo Morogoro na kilichotuleta ni kuja kwenye msiba wa kaka yake na Samigero ambaye ni Alois amefariki, na tukasema tufunge safari tuje kwenye msiba tujue chanzo cha msiba wa Alois umetokea nini, ambaye ni kaka yake na yeye yuko hapa kama mwanafamilia, atatuambia na sisi tunataka kufahamu. Pole kwanza. Asante. Mzima. Pole, nataka tuambie kipi kilikuwa kinamsumbua kaka kwa Alois mpaka umauti unamkuta? Kwa sababu hii kitu imetokea ghafla sana. Maana tarehe 1 nilikuwa naye Dar es Salaam kwenye sherehe za graduation ya mtoto wa kaka yetu, tukiwa pamoja, yuko mzima, ila baadaye aliniambia tu kwamba anasumbuliwa na pressure na kifua kubana. Maximum akasema ni pumu. Basi tukaagana tarehe 2, akarudi Morogoro nyumbani kwake. Ndio bahati mbaya tarehe 16 tukapata taarifa za msiba ghafla kwamba brother amefariki. Labda alikuwa ishakwambia hilo alivyokuambia tatizo la pumu, alishakwenda hospitali kupata matibabu kabla? Nadhani alikuwa hajawahi kufuatilia, maana nilimwambia nenda hospitali, akasema ngoja kwanza niangalie kama hii hali itaendelea nitaenda hospitali, lakini mpaka anafariki nadhani alikuwa hajawahi kufuatilia hilo swala. Nataka utuambie Alois ni mtu aina gani? Jamii ilikuwa inaishi naye, ilikuwa inamzunguka kwa mfumo gani? Ni mtu aina gani na Alois kwa mfano haya marehemu? Yaani mtu kama Alois Mwenyezi Mungu alimjalia peace and love sana. Yaani alikuwa mtu peace, mtu happy, sio kwa watoto, ajali ngazi, ajali utajiri wala umaskini. Yeye kila mtu alikuwa naye sawa. Watoto wadogo wanampenda, vijana wa bodaboda, marafiki zake, watu wazima. Alafu pia alishawahi kuwa mwenyekiti wa serikali ya mtaa ya Bigwa. Mke wake pia alishawahi kuwa diwani. Basi yani ametuachia uchungu mkubwa sana, kwamba alikuwa kwanza ni kiunganishi cha familia. Ni mtu ambaye unaweza kumwambia shida zako apeleke kwa watu wengine, kwamba nimwambie brother kwamba mimi naumwa sina hela, anamwakilisha kwenda kwa masinia na tunapata misaada. Na alikuwa mwepesi kwamba ukimkosea anakusamehe, na alikuwa anashawishi pia kaka zake wakubwa, yani kaka zetu wakubwa wajifunze kusamehe kila mtu kama akiwakosea. Yani tumekosa mtu muhimu sana katika familia. Alois alikuwa ni mtoto wa mangapi kuzaliwa kwenye familia yenu? Alikuwa ni mtoto wa mwisho kwenye familia ya mzee Francis Mtwale. Walizaliwa 5. Bahati mbaya amefariki. Ametangulia. Pole sana. Ni kipi utakuwa unakikumbuka kwenye maisha ya Alois? Nakumbuka mara mwisho ile tarehe 1 niliponipigia simu anakuja kwenye shule, aliniambia niandalie kitimoto kilo 1 na ugali wa dona. Ninataka nile peke yangu tukiwa na wewe pale unashuhudia. Nikamwambia brother utamaliza, alikuwa mcheshi sana, akacheka. Akanambia Samigeni namaliza na utashuhudia. Basi kweli nilimtayarishia kile chakula na kweli alimaliza, yani mpaka punja ya mwisho ya kitimoto kilo 1 na ugali wote wa dona alimaliza. Na tukawa naye pale, akawa naomba aongee na ndugu zake, akawa ananiambia sister, mimi siku moja nitazimika kama taa, mtalia sana. Akawa analalamika, anasema hivyo tutafutane kwenye simu, mimi naweza nikafa ghafla, mtalia sana maana mimi ndo kila kitu kwenu. Ndo bahati mbaya kule ametutoka, tumeumia sana. Pole. Msiba huko hapa Morogoro, nataka tujue atazikwa sehemu gani? Mazishi atazikwa sehemu gani? Atazikwa makaburi ya Bigwa kanisani. Atazikwa Bigwa hapa kanisani. Maeneo ambayo amezikwa wazee wake, baba, mama na babu yetu Mzee Juma Kasili ambaye ndio mwanzilishi wa familia. Mimi nikupe pole sana kwa kumpoteza kaka. Ndio, asante, nashukuru. Pole, nikuache ukapumzike. Asante. Tupo kwenye msiba wa ndugu yetu Alois ambaye pia aliwahi kuwa kiongozi wa serikali za mtaa wa hapa
Bigwa, na hapa tuko naye ni jirani ambaye alikuwa anaishi naye. Tunataka tufahamu, aweze kutuambia Aloysi alikuwa ni mtu aina gani alivyokuwa akiishi naye na alimfahamu kwa muda gani. Kaka, pole kwanza. Tunashukuru, tumepoa. Kwa majina unaitwa nani? Kwa majina naitwa Michael Magayuka. Ni jirani na mzee mwenyekiti. Tunazoea kumuita mwenyekiti kwa sababu alikuwa mwenyekiti kipindi hicho, lakini pia baada ya kustaafu bado tunazoea kumuita mwenyekiti. Na mimi ndio jirani yake hapo. Tulikuwa tunaishi vizuri. Kwa kifupi ni kama ndugu kwa sababu tulikuwa tunaishi vizuri mno, na wanangu pia wanamuita baba mkubwa kutokana na vile tulikuwa tunaishi. Aloysi alikuwa ni mtu aina gani, labda kwa watu ambao walikuwa mfahamu vizuri? Kwa kweli Aloysi alikuwa ni mkarimu. Alikuwa ni mkarimu, lakini pia alikuwa ni mtu wa kucheka na kila mtu. Ni kipi utakikumbuka kwenye maisha yake hususa ya uongozi ambao leo hayupo, utakumbuka Yesu aliwekwa cha alama? Kitu ambacho kitakumbuka sana kwenye uongozi wake ni suluhisho. Yaani watu wanaweza wakaja wakiwa wamegombana, wamepishana, lakini wakifika pale wataondoka wakiwa wameshikana mikono na wakiwa safi kabisa. Taarifa za msiba wa Aloysi ulizipata ukiwa wapi kwa mara ya kwanza unaambiwa amefariki? Taarifa za mzee Aloysi nilizipata nikiwa nyumbani. Nikiwa nyumbani asubuhi nikapata taarifa hiyo. Mimi nikupe pole sana. Nashukuru sana. Haya kaka, pole, kapumzi. Asante. Kwa habari za entertainment, sports, politics, usisahau kusubscribe our channel Bina TV. We know what you need.